kuanza Jumamosi. Kiongozi huyo pia amelaani mashambulizi ya Israel na Marekani mnamo mwezi Juni, akisema ni pigo kubwa kwa uaminifu wa kimataifa na matarajio ya amani ya kikanda. Tel Aviv. Watu 20 wamejeruhiwa, wawili wako katika hali mbaya kutokana na shambulio la droni katika mji wa Eilat kusini mwa Israel. Jeshi la Israel limesema droni hiyo ilitokea Yemen na kuanguka. Hapo baadaye waasi wa Kihuthi walidai kuhusika na shambulio hilo, wakisema wamefanya operesheni sahihi ya kijeshi kulenga maeneo ya Israel katika mji wa Eilat. Siku ya Jumanne, kitengo cha kijeshi cha Wahuthi kilifanya shambulio jingine kwa kutumia ndege nyingi za droni kuyalenga maeneo ya Israel. Wanamgambo wa Kihuthi wenye makao yake Yemen wamekuwa wakishambulia mara kwa mara maeneo ya Israel kwa makombora na ndege za droni katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Israel ambayo inaendesha vita dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza imeshambulia maeneo yaliyoko umbali wa kilomita 2000 nchini Yemen ambayo inasema yanahusishwa na shughuli za kijeshi za Wahouthi. Moscow. Urusi imeapa kuendeleza mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine na kupuuzilia mbali madai ya Rais Donald Trump kwamba jeshi la Kiev linaweza kuyarejesha tena maeneo yanayoshikiliwa na vikosi vya Moscow. Rais Trump aliitaja Urusi kuwa chui asiye na meno na kusema anaamini Ukraine inaweza kurejesha kila kipande cha ardhi kilichotekwa na vikosi vya Moscow. Matamshi ya Trump yalifuatia mazungumzo yake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni mabadiliko makubwa katika msimamo wake kuhusu mzozo huo wa miaka 3.5 sasa, ambao wakati anaingia madarakani alijigamba kwamba angeumaliza ndani ya saa kadhaa. Jeshi la Urusi linashikilia karibu 20% ya ardhi ya Ukraine, ikijumuisha rasi ya Crimea iliyonyakuliwa mwaka 2014. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Washington. Nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kuanza utekelezaji wa hatua za kiusalama mwezi ujao chini ya makubaliano yaliyoratibiwa na Marekani. Tangazo hilo limetolewa katika taarifa ya pamoja siku ya Jumatano katika kile ambacho kitakuwa ni hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano hayo ya amani, huku kukiwa na wasiwasi juu ya maendeleo yake. Makubaliano hayo yaliyofikiwa katika mkutano wa Washington Septemba 17 na 18 na kuripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Reuters yataanza Oktoba mosi, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ambayo pia ilitolewa na Marekani, Qatar, Togo na Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Nchi hizo zilikubali kukamilisha hatua hizo ifikapo mwisho wa mwaka, kwa mujibu wa vyanzo vitatu vinavyolifahamu swala hilo. Kongo na Rwanda pia bado hazijapanga tarehe kwa wakuu wa nchi kusafiri kwenda Washington, wakati mazungumzo ya Doha ya kisuasua. Na hatimaye ni Beijing. China imetangaza kwa mara ya kwanza malengo ya kupunguza gesi zinazochochea ongezeko la joto duniani, ikiwa ni hatua muhimu kutoka taifa linaloongoza kwa uchafuzi wa mazingira duniani. Tangazo hilo limetolewa kwa njia ya video na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ambapo takriban mataifa 120 yanawasilisha mipango ya kupunguza ongezeko la joto duniani ambalo linasababisha majanga kama mafuriko na moto mkubwa wa nyika. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW Kiswahili. Asante sana. Naitwa Silvia Mhozi pale katika hatua hiyo ya taarifa ya habari. Basi naungana naye kwa ripoti za waandishi. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia Bakari Ubena. Hii ni pamoja na yanayoendelea katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani. Utasikia pia mahojiano kuhusu uchaguzi uliopita wa Malawi, lakini demokrasia ya nchi hiyo inatufundisha nini? Kwanza, somo la kwanza tunalipata kwa Malawi ni kwamba ni namna ambavyo wana uwezo wa kubadilishana madaraka kwa njia ya amani. Kwa hiyo ni utamaduni mzuri kwa Malawi, ni kitu ambacho kwa kweli ni fundisho kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Tumekuandalia pia ripoti ya uchambuzi inayoangazia ikiwa nchi za Ghuba zitaunda jumuiya ya kujihami kama ile ya NATO
baada ya shambulio la Israel nchini Qatar. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi studioni. Uko nami Bakari Ubena. Katika matangazo haya tumekuandalia pia makala fupi ya wanawake na maendeleo, lakini kwanza tuanzie uchambuzi wetu huko New York, Marekani, ambapo viongozi mbalimbali wameendelea kuhutubia katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo vita vya Ukraine, Gaza na mambo mengine yameibuliwa. Mwenzangu Silvia Mwehozi amefuatilia na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tukianza na hotuba ya rais wa Irani Masoud Pezeshkiani, kiongozi huyo ametangaza mbele ya hadhara ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake haina dhamira ya kutengeneza silaha za nyuklia, huku zikiwa zimebaki siku chache kabla ya vikwazo vya kimataifa kuanzishwa tena dhidi ya taifa hilo kutokana na shughuli zake za nyuklia. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimechukua hatua ya kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwa vimesitishwa chini ya mkataba wa nyuklia wa 2015 ambao ulifikiwa na Marekani na kisha kuvunjwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo pia alitumia jukwaa hilo kulaani mashambulizi ya Israel na Marekani mnamo mwezi Juni, akisema ni pigo kubwa kwa uaminifu wa kimataifa na matarajio ya amani ya kikanda. Nyote mlishuhudia kuwa mwezi Juni nchi yangu ilikumbwa na mashambulizi ya kinyama kinyume na kanuni zote za sheria ya kimataifa. Mashambulizi ya anga ya utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya miji, nyumba na miundombinu ya Iran yalikuwa ni uhaini mkubwa dhidi ya diplomasia, utulivu na amani. Kando na kiongozi huyo, rais mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa ameonya kwamba mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel yanaliweka eneo la Mashariki ya Kati hatarini, lakini ameunga mkono diplomasia huku akipata uungwaji mkono katika hotuba yake ya kwanza ya Umoja wa Mataifa. Sharaa ndiye rais wa kwanza wa Syria kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa miongo kadhaa, na hivyo kuashiria mabadiliko ya haraka kwa mpiganaji huyo wa zamani ambaye hadi mwaka jana alikuwa katika darubini za Marekani. Naye rais wa Kenya William Ruto, ambaye alituma maafisa wa polisi kuongoza kikosi cha kimataifa nchini Haiti, ameutolea wito Umoja wa Mataifa kutoa rasilimali zaidi ili kuongeza nguvu katika kurejesha utulivu katika taifa hilo lililoharibiwa na ghasia. Ruto alisifu ujumbe huo kwa mafanikio kama vile kufunguliwa tena ikulu ya rais, makao makuu ya polisi na shule, barabara na viwanja vya ndege. Shukran Silvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Rais anayeondoka madarakani nchini Malawi Lazarus Chakwera amekubali kushindwa na rais wa zamani Peter Mutharika katika uchaguzi wa rais uliofanyika Septemba 16. Awali alionyesha nia ya kutaka kupinga matokeo yasitangazwe na tume ya uchaguzi, lakini mahakama ikapitisha hukumu kwamba tume ina mamlaka kamili kutangaza matokeo rasmi ya mwisho na kumpa Chakwera ruhusa ya kwenda mahakamani kuwasilisha shauri lake kama anahisi kumetokea mizengwe katika uchaguzi huo. Je, ni somo gani linalojitokeza katika siasa na chaguzi za Malawi? Mwenzangu Josephat Charo alizungumza na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa katika mji wa Shinyanga huko Tanzania, ambaye kwanza alikuwa na maelezo haya. Kwanza, somo la kwanza tunalipata kwa Malawi ni namna ambavyo wana uwezo wa kubadilishana madaraka kwa njia ya amani, kwa sababu utakumbuka tangu 2012 mpaka leo tumeona wakibadilishana kwa amani kabisa. Ni utamaduni mzuri kwa Malawi, ni kitu ambacho kwa kweli ni fundisho kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, kuheshimu katiba, lakini kuwepo na kupokezana madaraka kwa njia ambazo ni za kistaarabu, pasipo kung'ang'ania madaraka bila matakwa ya wananchi wenyewe. Tugusie suala la demokrasia na hasa tukimkumbuka kiongozi wa zamani wa Malawi Hastings Kamuzu Banda, ambaye yeye atakumbukwa kwa kuanzisha mfumo wa kidemokrasia ambao ulimwondoa madarakani yeye mwenyewe, lakini mfumo huu unaonekana bado umeendelea kushika mizizi katika taifa lake, na anaonekana sasa hivi anakumbukwa kama mtu ambaye aliendeleza demokrasia zaidi kuliko baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika Mashariki ambao wametangulia. Sifa kubwa ya Hastings Kamuzu Banda, alikuwa ni kiongozi ambaye kwanza alikuwa ni msomi, na lakini pia aliweza kuwekeza sana kwenye elimu. Lakini Kamuzu Banda, licha ya kwamba alikuwa na utawala wa kiimla, kiubabe, alikuwa pia na uwezo wa kukubali mitizamo ya watu wengine. Ndio maana tunaona mara tu baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1994 alikubali kushindwa na Bakilimuluzi na akaamua kumwachia madaraka. Matatizo ya mataifa mengi kama sisi Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi
yanatokana na wale waasisi wetu hawakuweka mifumo mizuri ya kupokezana madaraka, hawakuweka katiba nzuri, kitu ambacho Kamuzu Banda aliweza kuimarisha katiba nzuri, aliweza kuweka tume nzuri ya uchaguzi, aliweza kuimarisha jeshi la polisi ambalo sio kandamizi, jeshi ambalo linajali raia wake vizuri, jeshi ambalo linafanya usawa. Lakini pia aliweza kuweka mahakama ambayo ni huru. Ndio mambo ambayo kwa kweli wa Malawi wanapaswa kujipongeza kutokana na mwasisi wa taifa hilo Hastings Kamuzu Banda. Chakwera kabla ya kukubali kwamba ameshindwa na Mutharika alikuwa ameonyesha dalili za kutaka kuyapinga yale matokeo kwa kupeleka shauri mahakamani, lakini mahakama ikawa imesema kwamba tume ya uchaguzi inao uhuru wa kuweza kutangaza matokeo kwa sababu inayo mamlaka kamili. Taasisi ambazo zinafanya kazi Malawi ukilinganisha na nchi nyingine, hali hii unaweza kuizungumzia vipi? Labda kwanza hapo kwa Chakwera, utakumbuka kwamba Chakwera mwenyewe amegombea mara ya 4 sasa na Peter Mutharika, na kila mtu ameshawahi kumshinda mwenzake. Ndio sasa kuna ile hali ya ustaarabu kwamba kwa sababu mwenzangu nilimshinda na akakubali, kwa hata mimi mwenyewe pia ni hekima kwangu kuweza kukubali. Inahitajika tu kwa hizi nchi ambazo zipo kwenye michakato ya uchaguzi kujifunza kwa haya ambayo yanafanyika Malawi, kwa maana ya kwamba katika nchi za Afrika hatuwezi ama nchi zenyewe haziwezi kujenga maendeleo na uchumi imara huku zikipuuzilia mbali uwepo wa uimara wa kisiasa ama uwepo wa taasisi ambazo ni imara. Ni Tumaini Munale huyo mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, kama alivyohojiwa na mwenzangu Josephat Charo. Qatar ilishambuliwa na Israel hivi karibuni. Waliolengwa katika mashambulio hayo walikuwa ni viongozi wa Hamas waliokuwa wanakutana mjini Doha kujadili uwezekano wa kusimamisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Hata hivyo, miongoni mwa watu 6 waliouawa walikuwemo pia wa Katari. Je, baada ya hujuma hiyo, nchi za Ghuba zitaunda mfungamano wa kujihami kama ule wa NATO? Mengi zaidi ni katika ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Sher inayosomwa studioni na Zainab Aziz. Baada ya mashambulio yaliyofanywa na Israel nchini Qatar, viongozi wa nchi za Ghuba sasa wanasonga mbele na juhudi za kuziwezesha nchi zao kujitegemea zenyewe kiulinzi ili kuondokana na sera ya kuitegemea Marekani. Hayo ameeleza mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini kwenye taasisi ya Chatham, Sanam Vakil. Amesema mnamo siku za hivi karibuni pamekuwapo harakati za mazungumzo juu ya lengo la kuunda jumuiya ya kijeshi miongoni mwa nchi za Kiarabu mithili ya ile ya NATO. Wiki iliyopita viongozi wa nchi za Kiarabu waliitisha mkutano wa dharura ulioandaliwa na Jumuiya ya Umoja wa Nchi za Kiarabu pamoja na Shirika la Ushirikiano la Nchi za Kiislamu. Wajumbe wa Misri walipendekeza kuwepo kwa kikosi kazi cha pamoja cha mataifa ya Kiarabu katika muundo kama NATO. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo, Waziri Mkuu wa Iraq Mohamed Shia al-Sudani pia alitoa wito wa kuwepo kwa mtazamo wa pamoja juu ya usalama wa nchi za Kiarabu. Wajumbe kutoka nchi 6 za Baraza la Ushirikiano wa Eneo la Ghuba GCC wamesema wataweka ibara katika makubaliano juu ya ulinzi wa pamoja. Kwa mujibu wa ibara hiyo, mwanachama mmoja akishambuliwa, basi wote wengine wameshambuliwa. Makubaliano ya ulinzi wa nchi hizo yalitiwa saini kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2000. Nchi hizo za shirika la GCC ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Utaratibu huo ni sawa na ule wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kwa mujibu wa ibara ya 5 ya mkataba wa mfungamano huo wa kijeshi. Baada ya mkutano wa dharura, mawaziri wa ulinzi wa nchi za Ghuba walikutana tena mjini Doha na kukubaliana juu ya kuweka utaratibu wa pamoja wa taarifa za kijasusi. Nchi hizo pia zilitangaza mipango ya kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja. Na mnamo wiki hiyo hiyo, Saudi Arabia ilitangaza kuingia katika makubaliano ya ulinzi na Pakistan. Nchi hizo zimekubaliana kulindana, yaani mmoja akishambuliwa ndio sawa na mwingine pia ameshambuliwa. Hata hivyo, wadadisi wana mashaka iwapo itawezekana kwa nchi za Kiarabu kujenga mfungamano wa kijeshi ili kuweza kujihami dhidi ya Israel. Wanasema hakuna nchi ya Ghuba inayotaka uhasama na Israel, licha ya ukweli kwamba hali imebadilika baada ya Israel kuishambulia Qatar. Wadadisi wanaamini nchi za Kiarabu zitaweka utaratibu tofauti na ule wa NATO. Wanaamini kwamba huenda nchi 6 za Ghuba zikajenga mahusiano ya kiulinzi na Uturuki pamoja na Misri. Uhusiano huo ni jambo linalowezekana
tukitilia maanani kwamba Uturuki imeweka majeshi yake nchini Qatar tangu mwaka 2017. DW tunavuma kwa kishindo. Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki hii umeibua wazi msuguano wa kimataifa dhidi ya Marekani kuhusu vita vya Gaza baada ya baadhi ya washirika wake muhimu kutangaza kuitambua Palestina kama taifa huru. Hatua hii ni mtihani mkubwa kwa sera ya Rais Donald Trump kuhusu Mashariki ya Kati, huku akiendelea kushikilia msimamo wa kuilinda Israel kwa gharama yoyote licha ya hasira kubwa ya kimataifa. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi. Trump aliahidi mwanzoni mwa muhula wake wa pili kumaliza haraka vita kati ya Israel na Hamas. Sasa anaonekana kando ya matukio, huku Israel ikiendeleza mashambulizi makubwa Gaza na Marekani ikisita kutumia ushawishi wake kuizuia. Inadaiwa kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimkiuka Trump pale alipoamuru mashambulizi dhidi ya viongozi wa Hamas mjini Doha, Qatar, hatua iliyoziporomosha chini juhudi za hivi karibuni za upatanishi wa Marekani. Tangu wakati huo, Israel imeanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya jiji la Gaza bila pingamizi la Marekani, huku mashirika ya kimataifa yakionya kuhusu hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya. Katika wakati huo huo, mataifa kama Uingereza, Ufaransa, Kanada na Australia yalitangaza kuitambua Palestina, kinyume na onyo la Trump kwamba hatua hiyo ni zawadi kwa Hamas. Hassan Hatib ni mchambuzi wa kisiasa. Umuhimu wa hatua hii ya kuitambua Palestina ni wa muda mrefu, kwani inaleta ujumbe wa matumaini kwa Palestina kuhusu uwezekano wa kuokoa suluhisho la mataifa mawili. Pia inaleta ujumbe kwa Israeli kutoka kwa marafiki zake wa karibu kwamba hawakubaliani na sera zake katika maeneo yanayokaliwa kimabavu. Wachambuzi wengine wanasema kushindwa kwa Trump kutumia ushawishi wa Marekani ni ishara ya ugumu wa mgogoro huu unaofanana na ule wa Ukraine, na ni kukubali kimya kimya kwamba Netanyahu ataendelea kutanguliza maslahi ya Israel mbele ya chochote. Wengine wanahisi rais huyu wa Marekani amesogezwa kando na masuala ya ndani, ikiwemo mauaji ya mwanaharakati Charlie Kirk na sakata linaloendelea la mhalifu wa ngono aliyefia gerezani Jeffrey Epstein anayehusishwa naye. Pamoja na changamoto hizo, Trump aliendelea na mashauriano pembezoni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa na viongozi wa Saudi Arabia, Qatar, Misri, Jordan na Uturuki, akijaribu kusukuma mpango wa utawala wa Gaza baada ya vita bila ya ushiriki wa Hamas. Hata hivyo, katika hotuba yake alidokeza wazi kuwa hatetereki katika uungaji mkono wake kwa Israel. Kama mjuavyo, nimekuwa nikihusika sana kusaka usitishaji vita vya Gaza. Lazima nifanikishe jambo hili. Tatizo ni kwamba Hamas imekataa mara kwa mara mapendekezo ya amani. Hatuwezi kusahau Oktoba 7, na sasa baadhi ya nchi zinachukua hatua ya upande mmoja ya kuitambua Palestina. Hii itakuwa zawadi kwa magaidi wa Hamas kwa ukatili wao. Wakati huo huo, viongozi kama Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa wamesema iwapo Trump anataka kushinda tuzo ya amani ya Nobel, basi lazima atumie ushawishi wake kuvimaliza vita vya Gaza. Wachambuzi kama Laura Bromfeld kutoka taasisi ya John Hopkins wanasema neno moja pekee kutoka Trump kwa Netanyahu linaweza kukomesha vita. Shukran Lubega Emmanuel, na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu na ripoti inayosema kwamba watoto wako kwenye hatari ya kufa nchini Sudan Kusini kutokana na baa la njaa linalochochewa na hatua za kupunguzwa msaada, vita na rushwa. Ripoti ya hivi karibuni inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa inaonyesha hali ya kusikitisha ambapo watoto milioni 2.3 walio chini ya umri wa miaka 5 wanahitaji matibabu ya haraka dhidi ya utapiamlo. Zaidi ya watoto 700,000 kati yao wapo katika hali mbaya inayotishia maisha yao. Saumu Njama na taarifa kamili. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali inazidi kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa machafuko kaskazini mwa Sudan Kusini, kupungua kwa misaada ya kibinadamu, pamoja na hali ngumu ya uchumi na mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri uzalishaji wa chakula. Katika hospitali ya serikali mjini Bor, mtoto wa miezi 14 Adut Duar anaakisi uhalisia wa janga linaloshuhudiwa. Mtoto huyo anaonekana dhaifu, huku uti wake wa mgongo ukiwa umechomoza nje ya ngozi na miguu yake imekondeana. Mama yake Ayan hawezi kumnyonyesha kutokana na utapiamlo uliomkumba, na hali inayowakabili pia wanawake zaidi ya milioni 1.1 wajawazito na wanaonyonyesha nchini humo.
Mashirika ya misaada kama Save the Children yamelazimika kufunga baadhi ya vituo vya afya na kupunguza wafanyakazi wake kutokana na kukosekana kwa ufadhili. Katika hospitali ya Bor pekee, visa vya utapiamlo vimeongezeka zaidi ya mara 2 mwaka huu, huku chakula tiba kikielekea kuisha. Clement Papi Nkubizi, mkurugenzi wa shirika la Action Against Hunger nchini Sudan Kusini, anasema 22% ya watoto waliolazwa kwa utapiamlo katika hospitali ya Juba wamepoteza maisha, na idadi hiyo inaweza kuwa juu zaidi endapo watahusisha maeneo ya vijijini. Wakati misaada inapungua, machafuko mapya katika majimbo ya Upper Nile na Jonglei yamezuia usafirishaji wa chakula na dawa. Mamia ya maelfu ya watu wamelazimika kuacha mashamba yao na zaidi ya watoto 60,000 wameachwa bila msaada kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mafuriko pia yameharibu maghala ya misaada na kusababisha mashamba kufurika, hali inayowaweka watu milioni 1.6 kwenye hatari ya kuhama makazi yao. Maji machafu yamechochea kuenea kwa kipindupindu, malaria na kuharisha, hali inayoongeza vifo vya watoto. Katika hospitali ya Maban kaskazini mwa Sudan Kusini, Musa Adil, mtoto wa miezi 8, analia kwa njaa huku mama yake akiwa hana msaada wowote. Hakuna maziwa ya lishe na wauguzi wengine hawajalipwa kwa zaidi ya miezi 6. Wakati hayo yakiendelea, serikali ya Sudan Kusini imeendelea kupuuza matumizi ya ndani kwenye afya na lishe. Ripoti ya UNICEF inaonyesha kuwa serikali hutenga 1.3% pekee ya bajeti kwa sekta ya afya, mbali na lengo la 15% linaloainishwa na shirika la afya duniani. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Yasmin Soka ametaja kuwa mabilioni ya dola yameporwa na viongozi wa serikali kupitia ufisadi. Kwa sasa hali inaendelea kuwa mbaya. Watoto kama Adut na Musa wanasubiri msaada ambao haujulikani utafika lini, huku maisha yao yakiwa yananing'inia kwa uzi mwembamba kati ya maisha na mauti. Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Saumu Njama ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala fupi ya wanawake na maendeleo. DW Wanawake na maendeleo. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Leo tunazungumzia wanawake wanaojishughulisha na ujasiriamali baharini, hususan wale wanaofanya kazi katika sekta ya uvuvi, kutembeza watalii na hata ukulima wa mwani. Wanawake tayari tumechukua nafasi kubwa katika sekta ya utalii. Utalii ni sekta mama kwa Zanzibar. Kwa hiyo nikawa ni mwanamke wa kwanza uzi kuvua samaki wa uvuvi wa nyavu. Sasa hivi si rahisi kulima mwani kwa sababu joto limepanda. Mimi ni Najet Omar, karibu. Utafiti wa chuo kikuu cha Sokoine SUA nchini Tanzania katika ziwa la Tanganyika ulibaini kuwa wanawake huchangia zaidi ya 78% ya kazi za usindikaji wa samaki, uvuvi mdogo mdogo, kutembeza watalii na kilimo cha mwani. Zanzibar ikiwa kinara wa mageuzi ya uchumi wa buluu kwa kuwekeza katika sekta ya kilimo cha mwani, ambapo zaidi ya 99% ya wakulima wa mwani ni wanawake. Daktari Mary Hatibu ni mtafiti wa masuala ya mazingira kwa upande wa wanawake. Amesema wanawake wanaojihusisha na ujasiriamali wa bahari wanaongeza thamani kwenye familia zao. Kwa mfano sasa hivi mwani kulima katika maeneo ya karibu ya kando kando ya bahari ambao unaweza kwenda kwa miguu tu na kurudi kwa miguu. Sasa hivi si rahisi kulima mwani katika kipindi hicho kwa sababu joto limepanda, mwani unaharibika, unaoza, unafanyaje? Yaani imagine mpaka wale ambao wapo katika hivi vijiji vyetu, maeneo ambayo utalii ndio umetaradadi, kwa mfano maeneo ya Paje, Jambiani huko Michambi sijui na wapi, unakuta wanazalisha product zao zinashindwa kuwa branded, at least kuwa circulated katika yale mahoteli tu wakaweza kujiongezea kipato. Wanawake waliopo visiwani Zanzibar wamejiajiri katika kujiingizia kipato chao kwa ujasiriamali wa bahari, kama kuandaa ziara za kitamaduni, kuongoza watalii kwenye maeneo ya kihistoria ya pwani na kuuza bidhaa za mikononi kama vile vito vya baharini, sabuni za mwani na vyakula vya asili. Fatia Abdulhamid ni mtembeza watalii, anasema alianza kazi hiyo mwaka 2016 akiwa anamaliza elimu ya kidato cha 4. Wanawake tayari tumechukua nafasi kubwa katika sekta ya utalii. Kama tunavyojua,
Utalii ni sekta mama kwa Zanzibar. Watu wengi wamejiingiza katika hii sekta. So kwa wanawake tayari na sisi tumejiingiza katika nafasi kubwa. Wanawake tumechukua sekta ya utalii na kuigeuza kwa fursa na kuleta mabadiliko ya kiuchumi, kijamii. Wengine wamejiingiza katika kufanya uwekezaji wa kufanya mapishi. Rukia Haji ni mwalimu na mratibu wa kikundi cha wanawake wanaojihusisha na kilimo cha mwani na shughuli za kuvua kisiwani Uzi, kisiwa ambacho kipo kisiwani Unguja. Anasema yeye amekuwa mstari wa mbele kuwasaidia wanawake kujifunza mbinu za kuogelea ili itakapotokea ajali waweze kujisaidia. Anasema kazi hii ni muhimu kwake. Nikajishirikisha na mambo ya uvuvi rasmi, kwa hiyo nikawa ni mwanamke wa kwanza Uzi kuvua samaki wa uvuvi wa nyavu na madema. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni mwalimu rasmi wa kufundisha kuogelea, na ninafanya hivi kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya jamii, hasa wanawake wa Uzi wanaopenda kujishirikisha na mambo ya bahari, kwa sababu wanawake wa Uzi ni wanawake ambao wanapenda sana kujitoa kwenye mambo ya bahari au kujitoa kujiendelezea maisha yao ya baadaye wakiwa wao na watoto. Kwa hiyo nipo tayari kumsaidia mwanamke wowote, haijalishi atanilipa ama hatanilipa. Ninachokitaka mimi, wanawake wa Uzi, pale inapotokezea changamoto yoyote kuhusu masuala ya maji, sisi tuweze kujitatua wenyewe kabla ya kupata msaada. Kazi ya mwani unapoinamia, hasa mwani kuufunga, yanaweza yakajaa maji bila wewe mwenyewe kujua, kwa ukaona tu maji yashakuzingia. Lakini ukiwa unaweza kuogelea, unaweza kujisaidia wewe na ule mwani wako. Msikilizaji wa DW, wanawake wanaojihusisha na ujasiriamali wa bahari ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Wawezesha kwa sera bora, mitaji na teknolojia ili waweze kustawi na kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Mimi ni Najat Omar, nasema asante kwa kutusikiliza na shukran. Kufikia hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo haya ya asubuhi. Shukran kwa kuwa nasi, ni kusihi ujiunge nasi tena ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bakari Ubena. Asante na asubuhi njema. Asante vile Bakari Ubena kwa kuelekeza vizuri namna hiyo. Basi tutapatana baadaye. Wakati huu basi ni wakati mwafaka msikilizaji kupokea kiziba mkonga. Kiziba mkonga cha sasa. Usijute kamwe kuwa na moyo mwema. Siku moja upendo wote uliotoa utakurudia kwa wingi zaidi. Usijute kamwe kuwa na moyo mwema. Siku moja upendo wote uliotoa utakurudia kwa wingi zaidi. Apandacho mtu ndicho anachovuna. Maisha hayabadiliki usipobadilika, na maisha yanabadilika muda wote, hayagandi. Ndio maana yule aliyefahamishwa kwamba ni mbaya anaweza kuwa mzuri kwako, na yule uliyefahamishwa kuwa ni mzuri anaweza kuwa ni mbaya kwako. Hamna kitu aushi duniani ila mabadiliko. Kinachosababisha hayo kutokea ni watu. Kadri watu unavyowajua,
watu ndivyo jinsi wanavyobadilika. Hii ndiyo imemfanya kinyonga, licha ya kuwa na mwendo kasi katika kubadilika, mwendo wa mnato, lakini anaweza kuishi kwenye sehemu za hatari na akapona. Siri yake ni kubadilika rangi zake kulingana na rangi za mazingira husika. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.